Na nimeona baadhi ya watu wakionyesha kwamba Dar es Salaam hapakaliki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dar es Salaam hapa kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 pana watu 5,383,728 kwa mujibu wa sensa. Lakini katika mkoa huu ambao mimi nauongoza huwa inaweza kutokea mtu mmoja, watu wawili wakapata hitilafu wakati fulani ikapelekea mpaka mauaji. Watu wawili, watatu, 6, 7, kama umesoma hesabu vizuri na ukazielewa, inaweza kuwa ni 0.000 point something. Ni mtu asiye na akili tu ndio anaweza kuhitimisha kwamba hali ya mkoa wa Dar es Salaam si swali kwa kutumia sampuli ambayo hailingani kabisa na population kubwa iliyopo Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nayasema haya kwa sababu kumeibuka na kitabia cha baadhi ya watu kuitisha serikali. Mimi kama mkuu wa mkoa sipokei vitisho. Mimi kama mkuu wa mkoa napokea ushauri, sijawahi kupokea vitisho. Kama na vitisho tutavidhibiti. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na wenzangu kwa wilaya, wananchi, tutamjibu mtu kadiri anapokuja. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu nikupe data ndogo sana, samahani kwa muda. Juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna watu pale Bonyokwa, wilaya ya Ilala, mwanamke na mwanaume, watoto waliamka asubuhi, wale watu wakiwa wamefariki. Lakini shuhuda ambaye ni mtoto mmoja alisema baba na mama waliingia hapa saa 3 kasoro. Wote ni wafanya biashara, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Walikwenda huko ndani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, watoto wakiwa wanaangalia TV sebuleni. Watoto wakaondoka kwenda kulala. Asubuhi kijana anakwenda kuomba nauli ya kwenda shule. Anagonga mlango wa baba yake na mama yake, mlango ufunguliwi. Yule mtoto akaamua kuzunguka dirishani na kuchungulia, akakuta baba amelala chini na mama amelala chini na damu imetapakaa kwenye kile chumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ile nyumba ingelikuwa haina mtoto, nina uhakika watu wangetoka baada ya siku moja, siku mbili, wangelisema serikali imeteka mwanaume na mwanamke ambao hawaonekani. Lakini jeshi la polisi limefika pale. Kwa uchunguzi wa awali wakaanza kuuliza watoto, milango imefungwa, madirisha yamefungwa, lakini damu imetapakaa kwenye chumba, mama na baba wamepoteza maisha. Katika kuchunguza zaidi, baba na mama walikuwa wana itikadi za kidini na walikuwa pia wana itikadi za kisiasa. Hoja yangu ni nini, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Mtu ambaye akilitakii mema taifa akienda pale akakuta yule baba alikuwa na kadi ya chama fulani cha siasa, labda CCM, CUF, Chadema, haraka haraka anaweza kwenda kuripoti kwamba kiongozi wa CCM auliwa na familia yake, au kiongozi wa Chadema auliwa na watu wasio na nia njema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba Watanzania wajue kwamba siasa ni perception. Siasa ni mtu anajenga jambo, lakini hakuna serikali hata siku moja inayotamani watu wake wapotee wala watu wake wafe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mfano wa pili, hapa Mbagala hapa mwaka jana, baba mmoja amemchukua mtu aliyekuwa anaishi naye kama mchumba wake. Ameondoka naye, amekwenda alikokwenda, amemchinja, amemcharanga vipande zaidi ya 50.
Kichwa amekwenda kutupa Bahari Beach, miguu mikono amekwenda kutupa Tegeta. Siku ya kwanza wanaharakati hawa wakasema jeshi la polisi na serikali wamemteka mtu, lakini kuja kufuatilia ni mtu aliyechinjwa kwa wivu wa kimapenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi ya aina yoyote, hata wake na ndugu zangu kina Mbabugusi wanajua kwamba investigation ya jambo lolote lile linalohusu mambo ya kesi, moja, linategemea umadhubuti wa evidence; mbili, linatokana na muda; tatu, teknolojia, na kadhalika na kadhalika. Jeshi la polisi likibaini jambo hili limetokea kwa sababu ya jambo hili, haimaanishi kwamba na jambo jingine lililotokea libainishwe muda huo huo. Huko kutakuwa ni kutisha serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona niyaseme haya kwamba hii tabia inayoibuka, wengine nimewasikia waliite Tanzania kisiwa cha amani. Tanzania unaweza kuilinganisha na Kongo. Tanzania leo unaweza kuilinganisha na mahali pengine wanakopigana. Watu tumekaa hapa kwa amani na kwa upendo. Zawadi hii kila mmoja ishikilie. Lakini pia imetokea viongozi wa dini hapa kwa Dar es Salaam wanamuunga mkono sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi mkuu wa mkoa wananishauri vizuri sana, na siamini mtu aliyelaanika anaweza kutumwa na Mungu kuja kulilaani taifa la Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba hayupo anayeweza kutisha, ila wapo wanaweza kushauri na ushauri ukapokelewa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la pili, kwa haraka sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, uliyaona mabango pale Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bango mojawapo lililoko pale ni malalamiko kwamba barabara hii ya mwendokasi yenye kilomita 20.3 iliyotengenezwa kwa bilioni 217 karibu zaidi ya mwaka mmoja sasa bado haina mabasi. Hicho kimekuwa ni kilio, lakini nipo kueleza wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa muda huu. Umeniambia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anashughulikia kwa haraka ili kuweza kutatua changamoto ya usafiri. Na leo ukija kwenye hizi njia, machinga wamepanga nguo zao pale barabarani. Kuna muda wanamwambia mkuu wa wilaya tuwe tunawatoa mdogo mdogo kidogo, kwa sababu yakifika mabasi inawezekana wakaondoka kabisa. Lakini umenihakikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba barabara hiyo itajaa mabasi, pamoja na barabara hii inayokwenda airport ya kilomita 23 iliyotengenezwa kwa bilioni 231. Nayo umeniambia Mheshimiwa Waziri Mkuu mabasi yatafika. Jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu msaada wa kisheria wa Mama Samia Dar es Salaam umefika kwa muda mwafaka. Hapa Dar es Salaam Mheshimiwa Waziri Mkuu, pana migogoro ya aina mbili. Ipo migogoro ya kweli na ipo migogoro ya wasanii wahuni wa mtaani kabisa. Hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu anakwenda Wizara ya Ardhi anajiita yeye ni msimamizi wa miradi, yuko na dokumenti zote mpaka picha za majeneza kwamba huyu mtu alifariki mwaka jana tarehe 2 mwezi wa 7. Ukianza kushughulikia mgogoro huo ndani ya siku 2, aliyedhaniwa amekufa Mheshimiwa Waziri Mkuu anafufuka. Kwa hapa wapo watu wanaoua watu ili waibe ardhi za watu. Leo tumepata kiboko ya wachawi inayoitwa Wizara ya Katiba na Sheria, iliyokuja na kampeni hii ya Mheshimiwa Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapigieni makofi sana wizara hii.
Mimi na wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi, mamea, wananchi wote kwa ujumla, tutatoa ushirikiano kwa siku zote 10. Wananchi walete malalamiko yao. Ninaamini kwamba mambo yote yatapata suluhu ya kisheria hapa Mbagala pamoja na kwenye wilaya zote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, nirejee tena kwamba serikali haitishwi, bali serikali itapokea ushauri kwa mtu yoyote anayekuja kwa busara hiyo na sio busara nyingine. Asanteni sana.